Wananchi wa kata ya Makole mtaa wa Chadurubi leo wamejitokeza kwa wingi kushiriki mkutano wa hadhara wa maandalizi ya uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali, ukiambatana na hamasa kubwa kutoka kwa wananchi, ambapo mkutano huo umemleta mwanachama mpya ndani ya Chama cha Mapinduzi, Bi Hamisa Mafuta, aliyevutiwa na sera za Chama cha Mapinduzi na kuamua kujiunga na chama hicho. Akizungumza katika mkutano huo, Bi Hamisa Mafuta, aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi wilaya Mtumba, amesema amerejea nyumbani alikolelewa, na amesema kwa maneno yake: nilikuwa NCCR Mageuzi, tena nilikuwa mwenyekiti wa wilaya ya Dodoma ya Mtumba. Lakini mimi nimezaliwa ndani ya CCM. Nimezaliwa ndani ya chama cha CCM. CCM ndiyo iliyonizaa. Sasa namkataaje mama yangu? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nataka niwaambie wananchi wa kata ya Makole, yani hakuna upinzani tena. Kama mimi nimetoka kwenye upinzani, Makole hakuna upinzani. Makole hakuna anayeweza kumshinda Omari Haji. Makole hakuna anayeweza kumshinda Peter Mavunde. Makole hakuna anayeweza kumshinda Mama Samia. Mama Samia safi. Mavunde je? Omari Oktoba. Kwa upande wake, Mheshimiwa Omari Haji Omari, mgombea wa nafasi ya udiwani kata ya Makole, ameishukuru jamii kwa imani walioendelea kumuonyesha tangu mwaka 2020. Wananchi wa kata ya Makole, hususan wananchi wa mtaa wa Chadurubi, nimesimama mbele yenu kwanza kuwashukuru kwa imani ambayo mlinipa 2025 kuwatumikia kama diwani wenu katika kata hii. Ninawashukuruni sana kwa ushirikiano mzuri ambao mlinionyesha. Niwashukuruni sana kwa ushirikiano mzuri ambao mlinipa. Hatimaye tukafanya kazi pamoja na hatimaye tukamaliza. Mheshimiwa Haji ameahidi pia kushirikiana kwa karibu na wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwemo kufufua soko la D-Center pamoja na kuhakikisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wanapata mikopo kupitia fedha zaidi ya shilingi bilioni 7 zilizotengwa na halmashauri ya jiji la Dodoma. Kitu cha pili nitakachokifanya, tunatambua tuna D-Center, soko letu la Chaduru limekuwa pale kama mtoto yatima, halina wafanyabiashara ambao wanaweza wakajiingizia kipato, lakini tuna wafanyabiashara ambao wako pale wanafungua biashara zao, lakini wanashindwa kufanya biashara kwa sababu wanakosa mzunguko. Tarehe 29 mwezi wa 10, mkinichagua kuwa diwani wenu pamoja na mbunge Anthony Peter Mavunde, nitashirikiana naye kuhakikisha kwamba tunaona namna bora ya kulifanya soko letu likapata mzunguko, ama kuliboresha ili yafanane na masoko mengine yanayotuzunguka katika sehemu nyingine. CCM oye! CCM safi! Kama tunavyotambua, wamama wetu, vijana wetu na watu maalum wenye ulemavu, tuna mikopo zaidi ya bilioni 7 katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Mkinichagua kuwa diwani wenu, nitahakikisha najenga utaratibu rafiki baina yenu wananchi wangu pamoja na viongozi wa kata, ambaye afisa maendeleo ya jamii, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, nikishirikiana na wenye viti wangu wa mitaa ambao wajumbe, tutahakikisha kwamba vijana wote ambao wenye uhitaji wa mikopo tunawatafutia wataalam, kwanza kwa ajili ya kuwapa elimu juu ya mikopo,
lakini kuhakikisha kwamba wanaunda vikundi ili waweze kupata mikopo. Lakini mimi kama diwani wenu nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vijana wangu wote wa kata ya Makole, hususan wa mtaa huu wa Chaduru, basi mnanufaika na mikopo hiyo katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Katika mazungumzo yake amegusia pia changamoto ya upatikanaji wa maji baada ya kufungwa kwa mabomba kipindi cha upanuzi wa uwanja wa ndege, akiahidi kushughulikia tatizo hilo mara baada ya kupata ridhaa ya kuwaongoza tena wananchi wa kata ya Makole katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Tunafahamu kwamba eneo letu la Chaduru baada ya upanuzi wa uwanja wa ndege tulikuwa na bomba kubwa la maji ambalo lilikuwa linakatiza katika uwanja wa ndege likisupply wananchi wote wa eneo la Chaduru. Baada ya upanuzi, yale mabomba waliyafunga na uwanja wa ndege wakazuia. Kwa hiyo wananchi wangu wakashindwa kupata maji. Kama mnavyotambua uwajibikaji wangu, nilihakikisha kwamba tuna fight kuona kwamba wananchi wa eneo hili wanapata maji. Miezi 6 au 4 iliyo ya nyuma ilipita bomba la nchi 3 na wananchi wakawa wanapata maji, lakini natambua kwamba yale maji yanakuwa hayakidhi katika upatikanaji na kuna baadhi wananchi wanakosa huduma hiyo ya maji. Tarehe 29 mwezi wa 10 ni siku ya kwenda kupiga kura. Kaniheshimisheni, kanipeni kura za kutosha ili niwe diwani wenu. Hiyo kazi tunaweza kuimaliza. Kama tunavyotambua, kuna uchimbaji wa visima katika eneo la Nzuguni, lakini kuna uchimbaji wa visima katika eneo la Mwangaza. Maji yatakuja. Nipeni nguvu, nipeni sauti ili nikawe mtetezi wenu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawaletea maji katika maeneo yenu. Tuchagueni mimi na Anthony Peter Mavunde, tuna imani kabisa tunaenda kutatua tatizo hilo. CCM oye! CCM safi! Mkutano huo umeonyesha hamasa kubwa kutoka kwa wananchi, huku wengi wakiahidi kujitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu 2025. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka Ngasa TV.